Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Gaitan Banzi, ni mzaliwa wa parokia hii ya Mtakatifu Paulo Matombo. Siku ya leo tunamshukuru sana Mungu kwa kuweza kutuwezesha kufanikisha shughuli yetu ya jubilei ya miaka 125 ya parokia yetu ya Mtakatifu Paulo Matombo, kwani si kwa uwezo wetu sisi bali ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kutuwezesha kuratibu na hatimaye kufika kwenye kilele siku ya jana. Safari hii ilikuwa ni ndefu, takriban miaka 3 iliyopita ya maandalizi ya jubilei hii, na tunamshukuru Mungu kwa kutuwezesha kufikia baadhi ya malengo yetu, ambayo lengo kuu lilikuwa ni ukarabati wa kanisa ambalo tumeweza kulitimiza kwa asilimia karibia 95, na lengo la pili lilikuwa ni ukarabati wa nyumba ya mapadri, nayo tumeweza kufanya ukarabati kwa kiasi ambacho kinawezesha sasa nyumba hii angalau mababa mapadri kuweza kuishi hapa katika hali inayomstahili Mwenyezi Mungu. Na tunashuhudia kwamba hata baba askofu naye jana tangu juzi alipopokelewa na amelala hapa, na jana na kuamkia leo ameweza kulala mahali hapa. Katika malengo yetu tulilenga pia kukarabati nyumba ya masista, lakini kwa bahati mbaya kutokana na upatikanaji wa fedha hatukuweza kupata bajeti kwa ajili ya kufanya jambo hilo la ukarabati wa nyumba ya masista. Pia tulikuwa na lengo la kununua gari ya parokia, nalo hatukuweza kulifanya hilo, lakini ni matarajio yetu na maazimio yetu kwamba tutaanza na ukarabati wa nyumba ya masista, kwa sababu kama tulivyokuwa tunaionyesha hali ya nyumba ile sio nzuri, na masista wanahitaji kupata nyumba ambayo itakuwa iko vizuri kwa ajili ya kuendelea kufanya shughuli zao za kitume, ambazo ni hospitali na mambo mengine kwa ajili ya kuihudumia parokia yetu. Tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya tukio hili kubwa katika jimbo letu la Morogoro, na linadhihirishwa wazi na umati wa watu ambao wamefika jana parokiani kutoka sehemu mbalimbali za jimbo letu na sehemu mbalimbali za majimbo mengine kama Dar es Salaam na jimbo la Bagamoyo kwa ajili ya kushiriki nasi katika kilele cha siku ya jubilei ya miaka 125. Kwa kweli wana Matombo tumefarijika sana kwa ajili ya siku hii, na tunawashukuru wale wote ambao wametuunga mkono katika kutuchangia michango yao kwa namna moja au nyingine, kwa ari na mali, kuhakikisha tukio hili linafanyika katika kadri vile Mwenyezi Mungu ilivyompendeza. Matombo sisi ni nyumbani, na tunafarijika sana na kujivunia pale popote tunapokuwepo na nyumbani kwetu, na hasa parokia yetu, kwa maana kwamba chimbuko letu la imani limetokea katika parokia hii. Mimi binafsi nimebatizwa hapa na kupata sakramenti nyingine katika parokia hii, na nimekuwa mshiriki mzuri wakati nikiwa nasoma, kwa maana kwamba mimi nilisoma katika shule ya msingi Konde darasa la kwanza mpaka la 7, na baadaye nikajiunga na sekondari ya Matombo kwa ajili ya kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4, na baada ya hapo kuendelea na masomo ya juu katika shule ambazo nimesoma. Kwa hiyo nimekaa huku kwa muda wa miaka 11 mfululizo. Ni kanisa hili ambalo tulikuwa tunakuja tukisali, tunakuja tukapata sakramenti na huduma mbalimbali tukiwa wanafunzi katika shule hii. Na hii hali ya kukaa huku kwa kipindi hiki na kukumbuka kwamba nimezaliwa huku na nina jukumu la kupenda huku nyumbani kwetu, imekuwa ni utamaduni wangu kuhakikisha kwamba mara nyingi haipiti zaidi ya mwezi lazima niwe nimekuja kufika nyumbani, na nikifika nyumbani lazima nikipata nafasi lazima nije kusali kama ni siku ya Jumapili na misa za asubuhi. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu, tunamshukuru sana baba askofu kwa kuendelea kuweka uongozi ambao uko imara hapa parokiani kwa ajili ya mambo mbalimbali ya kimaendeleo. Na parokia yetu
tukumbuke kwamba ni kati ya parokia kongwe huku Morogoro, kwa maana kwamba maeneo haya parokia ambayo ilikuwa ni ya mwanzo ilikuwa ni Tununguo, na baadaye inafuatiwa na parokia yetu ya Matombo ambayo ilianzishwa mwaka 1897, na tangu kipindi hiko hadi sasa tunashuhudia parokia kadhaa ambazo zimezaliwa kutoka katika parokia ya Matombo, ambazo ni Kibungo Juu, parokia ya Tawa, parokia ya Kibungo Chini, parokia ya Mtombozi na parokia nyingine zote ambazo zimetokana na parokia yetu. Katika kipindi hicho chote nacho tunashuhudia miito mbalimbali imezaliwa kutoka katika parokia yetu, kwa maana kwamba tumepata mapadri na watawa wa kike na wa kiume kutoka katika parokia hii. Basi ndugu zangu wana Jubilei, tunamshukuru Mungu kama nilivyotangulia kusema, lakini bado tuna wajibu mkubwa wa kufanya katika parokia yetu, na niwaombe sana tuwe tunaipenda kutoka kwenye moyo wetu parokia yetu, kwa maana kwamba kufanya yale majukumu ambayo tunayafanya, na ni dhahiri kwamba sisi huko tuliko kila mtu kwenye parokia yake ana majukumu ambayo yanaendelea, pengine ujenzi na mambo mengine yote ambayo tunaamriwa au tumepangiwa kuweza kuyafanya. Lakini tukumbuke kwamba hapa Matombo ndio nyumbani. Hii ndio parokia ya nyumbani. Tumezaliwa hapa, wengi wetu tumebatizwa hapa, na wengine kupata sakramenti mbalimbali hapa, komunio ya kwanza, kipaimara, na wengine hata sakramenti ya ndoa. Basi tuhakikishe kwamba tunaiweka hii parokia iendelee kuwa katika hali nzuri, na jukumu tunalokuja nalo sasa ni ukarabati wa nyumba ya masista. Basi ndugu zangu, kama tulivyofanya kwenye shughuli za ukarabati wa kanisa, tuwajitahidi tufanye hivyo hivyo ili tuweze kupata kiasi cha fedha ambacho kitatusaidia kuweza kuanza kufanya ukarabati wa nyumba ya masista. Wale ambao huwa tunawasiliana na wale ambao tupo kwenye lile kundi letu la WhatsApp ambalo limefanikisha shughuli hii, mnakumbuka picha zile tulizokuwa tunazituma za ile nyumba ya masista. Hali yake ni mbaya sana. Kwa hiyo yatupasa tuhakikishe kwamba masista wanapata nyumba ambayo itakuwa kwenye hali inayostahili. Basi ndugu zangu, kwa haya ambayo nimeweza kuyazungumza, niwaalike wote tuweze kwenda sambamba na parokia yetu, tumpatie ushirikiano mkubwa baba paroko, Baba Octavian Semembe. Amekuwa ni nguzo kubwa akishirikiana na baba paroko msaidizi Padri Rwanda. Basi na kamati tendaji ya parokia wako imara mstari wa mbele kabisa kuhakikisha parokia yetu inasonga mbele na inapata maendeleo, kwa maana kwamba kwa muda mchache ambao wamekuwepo hapa, sisi wote tumekuwa mashuhuda kwa kile ambacho wameweza kusimamia na kuweza kuhakikisha kwamba shughuli mbalimbali za Jubilei zinaweza kukamilika. Na tunaona wazi kwamba baba paroko tangu amekuja amehakikisha mambo yameenda vizuri, na ameweza kufanikisha ujenzi wa choo ambacho sisi kwenye malengo yetu yalikuwa hayapo, kwa michango mbalimbali iza pengine kukusanya michango hapa parokiani na hata kuwaomba marafiki zake waweze kutusaidia. Tumeweza kujenga choo cha kisasa ambacho kina sehemu ya wanawake na sehemu ya wanaume. Kwa hiyo tuendelee kuwatia nguvu, kuwatia hamasa kwa ajili ya kuchangia haya ambayo yanaendelea, hasa ukarabati wa nyumba ya masista. Tumsifu Yesu Kristo. This is Mbogi TV. Habari, kazi na sala.